Kisha ya tatu akawa kuwa an utira qabla, katika hadithi ya Abu Huraira, wa an utira qabla an arquda, niwe ni mwenye kuswali witr kabla ya kulala. Na ni same katika hadithi kadhalika ya Abu Darda radhiyallahu anhu, wa alla anama wa bi alla anam ay la anamu wa hatta utira, yani anasema asiwe ni mwenye kulala mpaka awe ni mwenye kuswali salatu witr. Kwa hivyo katika hii hadithi hizi mbili zote zinaashiria wasia ambazo ni muhimu katika uhai wa mwanadamu, maadama yuko katika hii maisha, ajue ni kitu gani ambaye kwamba itakuwa ni yenye kumnufaisha, na hasa wasaya wa Mtume alayhi salatu wassalam, yale mambo ambayo kwamba yamehusiwa na Mtume alayhi salatu wassalam. Muislamu anatakikana kuchukulia mambo haya umuhimu, na ajue ya kuwa hizi wasia wa Mtume alayhi salatu wassalam hawezi pata bora kuliko hizi wasia. Kwa hivyo katika miongoni mwa mambo muhimu ambayo wasia iliyoko hapa ni siyamu 3 ayamin min kulli shahr, ama saum yani 3 ayamin min kulli shahr. Na imekuja katika masala ya kufunga siku 3 katika mwezi, iwe labda saa zingine huenda mtu akawa akiwa atafunga siku 3 katika kila mwezi, inawezekana awe amenuia katika zile siku ambazo anafunga yaumul ithnain wal khamis, ameweka hiyo nia yanafunga yaumul ithnain wal khamis, na ikawa ni moja katika zile siku ambazo kwamba ni katika kila mwezi. Inawezekana zote mbili. Na kadhalik mtu anaweza kuwa zile siyamu 3 ayamin min kulli shahr iwe kama vile ayyamul bidh, zile siku ya 13 na 14 na 15. Na imekuja katika baadhi riwayati ya kuwa Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akifunga hizi siku 3 alikuwa akifunga hizi siku 3 bila kujali ni siku gani. Kwa hivyo masala hapa ni sahali, yani mambo ya kufunga katika hizi siku 3 ni rahisi kwa mtu, wakati wowote katika mwezi anaweza funga wakati wowote, iwe ni katika ayyamul bidh, lakini ndio afdal. Lakini akifunga siku nyingine isipokuwa ayyamul bidh, hizi siku 3 bado atakuwa anapata fadhila ya kufunga 3 ayyam min kulli shahr. Kisha baada dhalik alizungumzia salatu duha, na salatu duha ndio sala ambayo kwamba al-Imam al-Mundhiri rahimahullah ameitaja kwa ajili yake, na kusali witri kadhalika kabla an-nawm. Hapa katika hii hadithi nyingine, hapa kabla ya kumalizia hiyo part ni kuwa wa bi alla anama qabla an utir, au katika hiyo ni katika hadithi ya Abu Darda amesema wa bi alla anama hatta utir, na katika riwaya Abu Huraira wa an utira qabla an anam. Witr wakati wake unaanza kutoka baada salah. Mtu akisha swali salatu al-isha, huwa wakati wa witr huwa imeingia. Wakati wa witr inakuwa imeingia wakati mtu akisha swali salatu al-isha. Kwa hivyo ukisha swali salatu al-isha na umemaliza kuswali qablia, ile raka 2 baada ya salatu al-isha, unaweza swali witr. Na ama ungoje labda kabla ya kulala ndio uswali, ama uswali fi akhir al-layl wa huwa al-afdal. Kwa hivyo ikiwa unajua ya kuwa utaweza amka uswali kabla, unajua kama unaweza amka kabla ya salatu al-fajr, bora zaidi ni ungoje hiyo wakati, kwa sababu
wakati hiyo ndio wakati wa sahar ambaye Allah amewasifu wale watu wema, wa bil ashari hum yastaghfirun kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kwa hivyo hiyo ndio na wakati nuzul ilahi, na ndio wakati Allah subhanahu wa ta'ala huteremka na akawa anasema man yasaluni fa u'tiya, nani atakuwa ananiomba nimpatie kile kitu ambacho anakiomba. Kwa hivyo ni wakati ambao kwamba ni muhimu zaidi kwa Muislamu kuweza, hata kama ni dakika 20, dakika 15, 30, ile ambaye mtu ataweza at least uswali tu witr na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya salatu al-fajr. Hiyo ni wakati muhimu, na ikiwa mtu atashindwa ama labda anajua itakuwa kuamka kwake ni ngumu, basi kabla ya wewe kulala huwa unaswali salatul witr kama vile alivyohusiwa Abu Huraira radhiyallahu anhu na Abu Darda, na Mtume alayhi salatu wassalam amewahusia wote wawili, na kuwahusia wao wawili ni kuhusia ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kisha baada dhalika amezungumzia hadithi ya mwisho ambaye katika mlango huu ameileta hadithi ni Abu Dharr radhiyallahu anhu. Hadithi ya Abu Dharr radhiyallahu anhu anasema yusbihu, Abu Dharr anasema Mtume alayhi salatu wassalam amesema yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa, yani wakati mtu anapoamka wakati wa salatul fajr, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa, inakuwa ni lazima, inakuwa sadaqa, inatakikana Muislamu kutoa sadaqa kwa kila kiungo katika kila part ya mwili wake, kama alivyosema hapa kuwa sulama. Katika mwisho wa hadithi alisema ay kulla mifsalin kulla adhmin wa mifsal, yani kila mfupa au kila kiungo anatakana kuitolea sadaqa. Kisha baada dhalika anasema ya kuwa Sheikh hapa akieleza anasema idha asbahta wastayqadhta fi kulli sabahin tadhakkar ni'matallahi alayka bihadhihi almafasil almutaharrika. Anasema ya kuwa kila siku unapoamka Allah amekurudishia uhai wako, Allah akakurudishia uhai wako na ukawa uko na hayat, uko na afya na uko na viungo vyako vina haraka. Yani sio leo labda mtu labda amepigwa na stroke mkono, labda hawezi kunja, hawezi fanya hivi. Alhamdulillah, kila kiungo inafanya vizuri, kila kiungo iko sehemu yake. Kwa hivyo anasema hiyo yote ni katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu tusione ya kuwa tu hizi viungo vile zinafanya haraka zake, mkono vile inashika, macho yatazama, labda na masikio yasikia, kila moja na kazi yake, function yake, kila moja inafanya vizuri. Kwa hivyo jua hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, unatakikana kukumbuka hii ni neema na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Sheikh hapa walaula minnatullahi alayka biharakati hadhihi almafasil lamastata'ta an taquma min firashik. Anasema si kama neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kukurudishia hii afya yako na viungo vyako viwe salama, kama si hivyo hungeweza kuamka kwenye kitanda yako. Wa anta tara fil mustashfayati min almarda man la yastati'u an yaqum. Kumbuka wakati wewe umeamka uko salama, Allah amekupatia afya. Kumbuka kuna watu ambao kwamba wako kwenye hospitali hawawezi fanya hata haraka moja. Yani mtu hata akitaka labda amechoka kulala na saidi moja, anataka kubadilika saidi nyingine, hawezi fanya hivyo mpaka asaidiwe. Kwa hivyo tukumbuke hizi neema ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia. Na Sheikh anasema baada dhalika lianna mafasilahu la tataharrak, yule mtu ambaye ni mgonjwa kwa kwenye mustashfa, hapo kwenye hospitali, viungo vyake wengine havitingiki,
lian wal mafasil allati tataharraku fi jismika 360 mifsalan. Anasema hizi viungo ni 360, ni 360 hizi viungo vyote ambazo Mwenyezi Mungu amekujalia nazo. Hizi 360 zote unatakikana kuzitolea sadaka kwa kila siku. Utazitolea sadaka na nini? Kisha baada dhalika Sheikh amebainisha ya kuwa kuonyesha kuwa hizi ni neema. Anasema innahu khuliqa ala kulli insanin min bani adam ala 60 wa 300 mifsali. Yani katika imekuja katika Sahih Muslim amebainisha hivi viungo ni vingapi. Akasema innahu khuliqa ala kulli insani, yani Allah amemuumba kila mwanadamu min bani adam ala 60 wa 300 mifsali. Amemjalia, yani Allah amemuumba mwanadamu, kila mwanadamu akona viungo 360. Faman kabbara wa hamida Allah wa halala wa sabbaha wastaghfara, anasema yule mtu ambaye ataleta takbira Allahu akbar wa hamida Allah alhamdulillah wa halal Allahu akbar wa sabbaha subhanallah wastaghfar astaghfirullah, anasema وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس, yani akatoa udhia yoyote ambaye kwamba katika barabara. Azala hajaran, yani labda kuna jiwe katika barabara au mawe kwenye barabara labda yasumbua watu, mtu akatoa. Ama kuna miba, labda saizi kuna machupa, labda mtu akaondoa akaitoa barabarani isiwe ni yenye kudhuru wengine. Mnajua katika hadithi al-mashhur, hadithi ya Shu'abul Iman, Mtume alayhi salatu wassalam alipotaja Shu'abul Iman akasema a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Alipotaja Shu'abul Iman, pati za iman, anasema ya kuwa ile pati ya juu kabisa ama daraja ya juu kabisa katika hizi Shu'abul Iman, anasema ni la ilaha illa Allah. Ile ya chini kabisa yote ni katika iman, ni kuondoa kitu yoyote ambaye kwamba inawaudhi watu barabarani, imatatul adha anit tariq. Hapa ametaja wa azala hajaran an tariqi nasi au shaukatan au azman an tariqi nasi, akatoa kitu yote ambaye kwamba inawaudhi watu, iwe ni miba, iwe ni kitu labda kama chupa, iwe ni mfupa, kitu yote ambayo inaudhi watu akaondoa. Kisha akasema wa amara bima'rufin au naha an munkari, na akawa ni mwenye kuamrisha mema na kukataza maovu. Adada tilka 60 wa 300 as-sulama fa innahu yamshi yawma idhin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Katika hii hadithi imekuja ya kuwa hiyo siku akifanya hivyo, mathalan amefanya tasbih, tahlil, takbir, yani amemdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo siku. Kisha anasema ya kuwa na akawa anaamrisha mema na anakataza maovu, basi hiyo siku fa innahu yamshi wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar, hali ya hiyo siku atakuwa anatembea katika ulimwengu yeye wa hali ya kuwa yeye amejiweka mbali na moto wa jahannam, kama qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari. Na hapa katika hadithi imekuja waqad zahzaha nafsahu 'anil nar, faman zuhziha 'anil nar ay ub'ida 'anil nar, amewekwa mbali na moto wa jahannam. Kwa hivyo anasema huyu atakuwa amejiweka mbali na moto wa jahannam. Sheikh anasema wa hadha huwa maana ma jaa fi hadha alhadith yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa. Kwa hivyo hii hadithi ya iliyokuja katika Sahih Muslim na hii hadithi ambayo kwamba saizi tunasoma ya Abu Darda, anasema
yote ina maana moja ya kuwa kullu yawmin yatakarrar, kila siku inarudia shukrullahi ala ni'mati hadhihi almafasil. Muislamu anatakikana kukumbuka neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila akiamka ajue hii ni siku mpya na viungo hivi ni amana kwake na anatakikana kuzitolea sadaka. Sheikh akasema wa huna la budda an natanabbaha ila amrin muhimmin fahadhihi almafasil idha qumta fi as-sabah watadhakkarta ni'mata Allahi alayka biha faltahdhar ashadda alhadhar an tuharrika hadhihi almafasil fi amrin yusqitu Allaha wa yughdibuhu. Kwa hivyo hizi neema za hizi viungo ambaye Allah amekupatia, unapoamka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na usifanye haraka yoyote ama usifanye jambo lolote la kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala na viungo vyako, kwa sababu hizi ni neema ambaye kwamba Allah amekupatia, uzitumie katika njia ya sawa, wala usizitumie katika njia za batil. Na Allah anasema wa ita'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid wama bikum min ni'matin famin Allah wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Kwa hivyo kumbuka, wa fi anfusikum afala tubsirun. Mtu akizingatia mwili wake peke yake, vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba na kumjalia as-sam'a wal basar wal fuad, na Allah ametuambia kuwa hizi zote mtakuwa ni mas'uluna an, yani tutaulizwa kuhusu as-sam'i wal basar, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kwa hivyo tujue ya kuwa hivi viungo ambaye Allah ametupatia tutakuwa ni wenye kuulizwa. Akasema katika baadhi riwayat imekuja ala kulla yawmin tatlu'u fihi ash-shams. Kisha akasema fadhakara an-nasihu al-amin anna baba sadaqati wasi wa majalatuha mutanawwi'a. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wassalam alipoeleza kwa ujumla ya kuwa Muislamu kila siku akiamka anatakikana kutolea hizi viungo vyote ya 360 parts zenye ako nayo, zote hizi anatakikana kuzitolea sadaka. Labda sisi tunaweza fikiria sadaka ni kutoa tu pesa peke yake, lakini Mtume alayhi salatu wassalam ametuonyesha kuwa babu sadaka ni babu adhim, babu ambaye kwamba ni kubwa pana zaidi. Akasema fa kullu tasbihatin sadaqa, kila tasbih mtu anaposema subhanallah ni sadaqa, wa kullu tahmidatin sadaqa, kusema alhamdulillah ni sadaqa, wa kullu tahlilatin sadaqa, anaposema la ilaha illa Allah ni sadaqa, na kullu takbiratin sadaqa, kusema Allahu akbar ni sadaqa, wa amrun bil ma'ruf sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa. Mtu kutaja Allah subhanahu wa ta'ala, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni sadaqa, na yeye kukataza kuamrisha mema na kukataza maovu ni katika sadaqa. Bal Mtume alayhi salatu wassalam anasema ahabbul kalami ila Allahi arba'u, mambo ambayo yanampendeza Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ni mambo manne. Yani maneno ambayo yanampendeza Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo manne. Ahabbul kalami ila Allahi arba', subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar la yadhurruka bi ayyihinna badat. Anasema maneno ambayo yanampendeza Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ni mambo mangapi? Mambo manne. At-takbir, anasema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Na Mtume alayhi salatu wassalam amefanya mambo sahali zaidi, akasema ya kuwa la yadhurruka bi ayyihinna badat, haijalishi utaanza na gani. Labda badala ya kuanza subhanallah, labda umesema alhamdulillah alhamdulillah kisha ukasema subhanallah, ama umeanza na Allahu akbar, haina shida. Muhimu ni kuwa umetaja mambo haya manne, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar.
Kisha baada dhalika Sheikh akaeleza baada dhalika akaeleza kuhusu wa amru bil ma'ruf sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa. Mwisho kabisa mwisho wa hadith anasema wayujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Akasema inamtosheleza, yani tumesema kila kiungo, hizi viungo 360 unatakana kuzitolea sadaka, imma kupitia katika hizi njia ambazo kwamba Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza, na hajataja sadaqatul mali kwa sababu ni maarufu, lakini hapa ametaja sadaka ambazo labda za tasbih, tahlil mpaka mwisho. Kisha akasema na rak'atay dhuha inamtosheleza mtu na hizo zote. Kwa hivyo unaposali rak'atay dhuha ni kama umetolea viungo vyako vyote sadaka. Hiyo ndio fadhila ambayo kwamba unapata wakati unaposali salatu ad-dhuha. Akasema ya kuwa qala an-Nawawi rahimahullah, aliposema ya kuwa dhabatnahu wa yajzi, kwa hii imekuja katika riwaya wa yujzi'u, anasema wa yajzi bifathi awwalihi wa dhammihi wa fadhammu min al-ijza'i wal fathu min al-jazzi min jaza yajzi ay kafa. Kwa hivyo yujzi an dhalika manake ni kuwa inakuwa inamtosheleza, manake jaza yajzi manake inamtosheleza, yani kafa itakuwa imemtosheleza kafa. Na hii inaonesha ya kuwa hadithi hizi tatu zinaonesha kama zilivyotangulia ubora wa salatu ad-dhuha. Sheikh amemalizia na maneno ya al-Imam Shaukani rahimahullah, akasema ya Shaukani rahimahullah anasema wa ala 'idhami fadli ad-dhuha wa kibari mawqi'iha wa ta'akkudi mashru'iyyatiha wa anna rak'atayha tajziyani an 360 sadaqa wa ma kana kadhalika fahuwa haqiqun bil muwadhabati wal mudawama. Anasema al-Imam Shaukani rahimahullah ya kuwa ala 'idhami fadli ad-dhuha, na namna ilivyokuja kwenye hadithi hizi kubainisha fadla ya salatu ad-dhuha, wa kibari mawqi'iha wa ta'akkudi mashru'iyyatiha, kuonyesha ya kuwa namna mtu anapopata ajira adhim, na kuwa ni watu wengi wanaswali sala zingine labda ambazo hazijakuja labda anasema mimi naswali sijui sala fulani, anaipatia majina, labda hakuna sala kama hiyo katika sheria, lakini na huenda akawa anawacha sala kama hizi ambazo ziko na fadhila nyingi. Anasema hii ni mashru', imekuja katika hadith wa anna rak'ataiha, yani hizi raka mbili za salatu dhuha inakuwa ni yenye kutosheleza, ni kama mtu ameitolea an 360 sadaqa, ni kama kutoa hiyo kiwango ya viungo ambavyo ni 360 sadaqa. Wama kana kadhalika, anasema ikiwa basi ibada kama hii iko na fadhila kama hii yenye tumesikia, basi anasema wama kana kadhalik fahuwa haqiqun bil muwadhabati wal mudawama. Kwa hivyo Muislamu akisikia fadhila kama hizi anatakana kufanya bidii na kushikamana na sala kama hizi, na isiwe ni yenye kumpita. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kisha ya tatu